Hakuna kupoa, hakuna kutulia. Hivyo ndivyo ambavyo mara zote tunazungumza. Msimu huu kama hauna kikosi kizuri na kama hauna wachezaji wenye ubora wa hali ya juu, basi jua tu kwamba kuna siku utapoteza. Hii ni back to back, yani mechi mfululizo, hakuna muda wa kupumzika. Hii ni kutokana na ratiba kuwa na ugumu. Hivyo ni lazima uwe na wachezaji wenye ubora na kocha wako awe timamu kweli kweli kufanya mabadiliko pale ambapo baadhi ya wachezaji wanakuwa hapo fiti kwa 100%. Hiyo yote kwa upande wa mwalimu Romain Folz, ameendelea kufanya maboresho ya kikosi chake kila baada ya mechi. Namna ambavyo anakwenda ndivyo ambavyo anafanya mabadiliko, na anaamini kabisa kwamba anakwenda kupata matokeo. Hivyo tayari ameshaandaa jeshi lake ambalo linakwenda kupambana kwenye dimba la Sokoine hii leo majira ya saa 10:15. Sasa tayari twende tutazame hapa wachezaji ambao watakwenda kuhusika ndani ya kikosi cha Yanga dhidi ya Mbeya City siku ya leo. Kabla sijakwenda kutazamia kikosi, nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia upande wa kikosi cha Yanga dhidi ya Mbeya City. Kwa upande wa golikipa, kama kawaida, Djigui Diarra, kipa mwenye viwango vya hali ya juu, ana uzoefu mkubwa, lakini pia huyu ndiye mtu ambaye anaongoza safu ya mabeki ambayo ipo juu yake. Kwa upande wa mwalimu, anamtegemea zaidi Djigui Diarra kuzungumza na mabeki ili waendelee kutokuruhusu mabao. Wakikwambia kwamba Yanga waliruhusu goli kwenye mechi ipi mara ya mwisho, ilikuwa ni mwezi wa 4 kwenye mechi dhidi ya Stand United. Hiyo ndio historia kwa upande wa klabu ya Yanga. Lakini pia kwenye upande wa walinzi, kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Israel Patrick Mwenda ni beki ambaye amekuwa tayari ameshachukua nafasi ndani ya kikosi hiki, hasa kulingana na namna ambavyo alivyo, hasa kulingana na utulivu wake wa hali ya juu na vile ambavyo amekuwa ni mtulivu kweli kweli. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbo Diarra. Huyu ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Miaka kadha wa kadha amecheza, amepita Kagera Sugar, amepita Simba Sports Club na sasa ndani ya Yanga, na bado moto wake ni ule ule. Huyo ndio Zimbo Diarra, alimaarufu Shabalala. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Bakari Nondo Mwamnyeto. Bakari Nondo Mwamnyeto huyu ni nahodha ndani ya kikosi, ni mchezaji mwenye nguvu na uongozi, anajua kuongoza safu ya ulinzi. Kwa upande wa mwalimu Romain Folz, atakuwa akimtaka Mwamnyeto kuwa kiongozi zaidi, akihakikisha kwenye eneo la ulinzi wanabaki imara. Lakini pia wakati huo Ibrahim Baka atakwenda kusimama kwenye eneo hilo. Ni fundi wa kusoma mchezo, tackling safi, lakini pia na nidhamu ya kiuchezaji. Mwalimu Romain Folz atakuwa akimhitaji kushirikiana vizuri na Mwamnyeto ili kufunga mianya ya washambuliaji wa Mbeya City. Nikienda kutizama kwenye eneo la viungo, yuko Azizi Ndambwile. Azizi ni mchezaji mwenye nguvu, lakini pia anacheza kwa nidhamu, ni mtulivu kwenye eneo la kiungo. Kwa sasa ukitaja kiungo cha Yanga, basi unamtaja Azizi Ndambwile kutokana na utulivu wake. Lakini pia Duke Abuya yuko kwenye eneo la kiungo wakati, ni mchezaji mwenye ubunifu ambaye ana uwezo wa kupiga pasi, anapenyeza kwenye eneo la kushambulia, lakini pia hata kwenye eneo la ulinzi yupo vizuri. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni sahihi wakati wote. Umwambie kitu kuhusu Duke Abuya mwalimu Romain Folz. Lakini pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji moja kwa moja yupo Lassine Kouma. Kwa upande wa Lassine Kouma, atakuwa akishuka chini kwa mara nyingine, lakini pia atakuwa akipandisha timu zaidi. Ni kiungo ambaye ana akili zaidi ya mpira, uwezo wake wa kuweza kupiga pasi, lakini pia ndio chanzo cha mashambulizi, akishirikiana na mawinga ambao wanacheza kwenye eneo la kulia pamoja na kushoto. Lakini pia tukienda kutizama kwenye upande wa mshambuliaji, tunasema kwamba winga wa kulia yupo Max Nzengeli. Huyu ana kasi, lakini pia dribble yake iko vizuri, mashuti ya mbali. Ni mchezaji ambaye yupo vizuri, ni mchezaji ambaye hatari pale ambapo anapata nafasi, basi kazi yake inakuwa ni nzuri zaidi. Kwa upande wa kocha, atakuwa akimhitaji zaidi kufungua upande wa kulia na kupeleka mashambulizi kwa kasi kulingana na aina ya wapinzani. Lakini pia Pacome Zouzoua atakwenda kusimama kwenye eneo la winga ya pembeni kushoto. Huyu ndiye fundi wa mpira ndani ya kikosi hicho, huyu ndiye mbunifu ambaye anatazamwa zaidi kulingana na ubora wake. Kwa upande wa kocha, atakuwa akimtizama kama ni mchezaji ambaye atakuwa na ubunifu wa hali ya juu kwenye upande huo, huku akimlisha mshambuliaji wa mwisho ambaye ni Andy Boeli. Andy Boeli ndiye mshambuliaji mwenye nguvu, ana movement nzuri, anakaa ndani ya box. Huyu tunasema kwamba yeye atakuwa anakaa kama target man kwa upande wa klabu ya Yanga.